Ya, wapi? Lini? Saa ngapi? Nakuja. Amefanyaje? Heka Unlimited. Yaliyojiri mtaani kwenye heka ya leo. Ndio maana yake yaliyojiri mjini kuna mambo bwana. Mjini kugumu, usikudanganye mtu. Inategemea. Na ukiona mjini pagumu hapakupendi rudi ulikotoka. Sikiliza sasa. Kutokana na mambo, unajua ngoja nikwambie, inatakikana mtu uishi vile ambavyo wewe mwenyewe, yani Mwenyezi Mungu anavyokujalia. Sasa kilichotokea, kuna shosti kamwaahidi shoga yake. Shoga yake ana mimba. Shoga yangu na mimba, shoga yangu ukijifungua lazima nikuletee beseni. Usiniambie. Shosti anamwambia shoga yake, yani ukijifungua yani beseni nakuletea. Shoga yangu hata usina wasiwasi. Shoga haya. Shoga kajifungua. Shoga yangu umejifungua? Nimejifungua. Nakuja shoga yangu tupange shughuli. Kaenda kwa shoga yake. Wamefika kwa shoga, bibi wamepanga shughuli. Bibi nakuletea beseni shoga yangu. Kila kitu cha mtoto nakuletea. Wewe andaa tu shughuli. Na unajua mtu anapokuambia nakuletea beseni, wewe ambaye unaletewa, si unajua inabidi ujiandae. Tangu hapo eti. Kwa ajili ya kupokea beseni na kuandaa watoto kwa ajili ya kupokea wageni. Na wageni kama kuna cha kupika pale kinapikwa. Mgeni tumbo. Mgeni tumbo. Mgeni lazima umpikie. Ukishaandaa kama hivyo tena unataka wageni lazima upike. Basi shoga kapika pilau. Mtihani hapo kwenye swala ugeni na vyakula. Ndio hapo. Nani shosti bibi kapika mama. Mchele kanunua sijui kilo 100. Kaeka mziki rusha roho. Kaeka mapambo. Kamtafuta MC. Wameshona sare. MC nani? Sijui MC alikuwa nani anataka. MC Pilau? Sio Pilau bwana, mambo ya beseni. Pilau ni mpano unajua? Ndio maarufu mjini. Wamejichora wenye shughuli au walikuwa wanaletwa beseni, wamejiandaa bibi, wamejichora mapiko, wamebandika makope. Wamevaa masare mama, wamependeza. Tayari kabisa kwa ajili ya kupokea beseni. Kupokea beseni, kwani shoga alikuja? Anataka nini? Shoga hajatokea. Basi wale wamekaa na kwambia wacheza. Tarehe ndio hiyo lakini walopanga. Tarehe ndio tena ilipangwa mwezi wa 4 ikapelekwa mbele. Na siku yenyewe. Ilipelekwa mbele kwa juzi Jumapili. Kwa maana hiyo wale wamejiandaa wanasubiri beseni inakuja kwa shoga. Mpaka Jumamosi wamewasiliana? Mpaka Jumapili yenyewe asubuhi wamewasiliana. Mpaka Jumapili mchana hiyo shughuli wanawasiliana. Mpaka jioni ile shoga hajatoa na pigo simu anasema yani niko karibia hapa nimepata Kigoma. Na karibia sio nimepata tarumbeta. Kumbe bwana anamdanganya shoga yake. Tuko pamoja. Wamezunguka bibi, wamezunguka kigodoro mpaka saa 4 usiku watu wafungasha virego wanarudi majumbani mwao, shoga hajatokea. Kwa hiyo yule shoga alipata shughuli alojifungua, yule mama mtoto alomfanya gharama kununua nguo, kujichora mapiko, kununua chakula, kuita watu mziki nini, akasema mimi sikubali. Kwa nini anidanganye? Kwa nini hajaniletea beseni? Bibi wakamfuata shoga yao. Huyo kesho yake jana. Shughuli si ilikuwa juzi. Shoga kafatwa jana. Tena shoga juzi ile baada ya kuahidi vile hakulala nyumbani kwake. Akajua tu hapa lazima nitafuata. Kwa shoga kidawa akaenda kalala kwao nyumbani kwao. Keko. Jana akaenda kwa shoga yake akampigia simu, shoga yangu uko wapi? Shoga yake mwingine, lakini shoga yao ambaye naye alikuwa kwenye shughuli. Akamwambia niko nyumbani, njoo. Akaenda. Alipoenda yule akawapigia simu wale kwenye shughuli. Njoeni ushoga aliahidi kuleta beseni yuko huko. Bibi wakamfuata. Mimi nikampigia simu, shoga yangu mbona hivyo? Akaniambia haina hata shida, ingepita tarehe ungeniambia kwamba mimi nimekuzingua, lakini hata sijakuzingua tarehe ile. Nitakuja. Nikamwambia basi mimi nataka kuja kuviona hivi vitu. Basi mimi huu na shoga yangu huyo mpaka huko. Nikaenda kuliona beseni. Kufika pale nikamwambia tunataka tukalione hilo beseni. Beseni lipokuwa shoga yangu. Kwa hiyo usijali wala nini, mimi nitafanya nini? Nitaleta. Nikamwambia basi tumeweka tarehe 14, unaisemaje au tuipeleke mbele? Tarehe 14 hiyo mimi nimejiandaa na kuja. Ndio jana Jumapili. Ambayo jana Jumapili. Kila siku tunawasiliana huyu bibi. Kila siku ya Mungu tunapanga shughuli. Tunawasiliana, basi mimi pika vyakula, basi mimi. Aliniahidi yeye kuniletea beseni. Nimekusikia kwa masikio yangu, tuko chumba hicho. Kabla yako wewe, sisi unapika, si ndio tumekupokea. Wewe hizo vitu vya beseni kweli vipo? Hivyo vitu. Kwa sababu ushanitia gharama, nimekopa hela zangu 300 kama zetu. Nataka hela zangu. Mimi nimepika ubwabwa, nimepika pilau. Yani kila kitu unachokijua kinahusika kwenye shughuli jana. Yani sare ndio hapa. Tunamsubiri shoga huyu aje. Kila tukikaa shoga. Wewe dada wewe acha. Na sisi kimelia na hivyo jiko. Yani hapa leo sijapendeza. Jana nilikupoea jana. Uwanja wa piko sija kupaka hata uwanja wa kungu wa lulu ule. Ndio nimeanza kupaka jana shoga yangu.
Sasa jana tunamuuliza uko wapi? Niko Banana. Niko wapi? Niko wapi? Kuja hatokei. Anatuambia tuko njiani. Umeona mashoga walivyonanili? Mashoga wana jazba hatari. Mziki nimelipa, mziki laki na nusu. Kwa kusema ukweli. Hivi nakwambia mchele kilo 100, watu wamekula nakwambia hatari. Shughuli ile hatari, yani ziki bonga la ziki, hatari ya Mungu. Lakini tunasubiria beseni. Tunasikiliza tarumbeta sio inatokea wapi? Sijui Kigoma kinatokea wapi. Mpaka dakika ya mwisho hatujaona Kigoma mpaka saa 1 na MC tunasema basi hapa wageni waalikwa muda si mrefu wanakuja, mpaka dakika ya mwisho tunatoka kibeberu sisi saa 3 saa 4 tunarudi majumbani kwetu. Sisi nataka tupeleke kwa sasa unamwambia anakuja kumbe una tunataka tukalionelo beseni, una beseni shoga leo hapa la kitatu. Beseni hana. Kwa kifupi beseni hana. Yani hana beseni. Jinsi tu hali yake ilikopo iko mbaya lakini alishindwa kumwambia ukweli mwenzie. Umeona? Lakini huyu hana beseni Eliza. Hana nini? Hana chochote kile. Sasa kwa nini asingeniambia kuliko kunipotezea mimi gharama zangu? Umetumia kama shilingi ngapi dada? 500. Shoga yangu mimi nataka hela yangu. Sasa akupe shilingi ngapi? Tunaanza na simu kwa za utulipe. Mimi nataka hela yangu. Utanilipa mwaka gani? Mimi nataka hela yangu, twende kwenu. Shilingi ngapi unamdai bei gani gharama zako? Nikimwambia huyu anilipe hana hela ya kunilipa hapa. Kwa mwenyewe kanunua nguo mpya. Jamani baba hivi kipya hiyo unaliona? Hapa unayo? Kila kitu kipya. Lakini utamlipa. Nitamlipa. Lini? Huyo kazoea bwana sio mlipaji, kazoea mchezo huo. Ndio mchezo wake. Nampelekea mdogo wangu beseni gani? Wewe la kwako liko wapi? Nakwambia huyo la kwako liko wapi? alimnyanga. La kwako liko wapi? Mimi pale ndo nilipojikuna. La kwako liko wapi? La kwako liko wapi? Kutuharibia mambo yetu sisi. Nyo wewe tunawasiliana na wewe mbwa wewe. Usiniite mbwa hiki. Mbwa. Na una la kunifanya wewe ni mbwa. Una la kunifanya mbwa mkubwa wewe. Sawa, mimi mbwa. Kasoro kubweka. Haya, na mimi utatoa hela. Una hela tunaenda nyumbani kwako tunachukua kila kitu. Labi yako hapa tunayo. Sawa. Haya, nyanyuka tu. Sasa mkienda polisi mnachukua vitu mnasemaje kwa mfano? Tunachukua ametutia hasara, ndio walivyokuwa wanasema. Tunachukua vitu kwa sababu ametutia hasara. Na hiyo inaruhusiwa kisheria? Wewe ngoja tumalize kwanza. Sare zenu zilikuwa nzuri. Yaani nakwambia dada ungetuona jana. Unajua tulinoga kitu tulivyonoga hii. Yaani tulinoga kweli. Yaani unapoomba jana. Yaani ilikuwa hatari. Sio mchezo. Hapa makeup imepotea hapa dada. Jana ulipaka makeup vibaya sana. Tunasubiri beseni hamna. Watu nimefanya makusudi. Hiyo hela yote nilopoteza si ningeenda kumnunulia mwanangu nguo za maana tu. Ule unga wa dukani wa kwenye makopo unaitwaje ule? Tele lake ungepata makopo mangapi? Yes, katutia shote, hebu nishikie. Nishikie. Shote jamani. Akukuelewi tunataka simu. Chakulipa huyu bwana. Popote amua, mimi nachukua. Wanamnyang'anya simu. Tena bahati yako una hela hadi na wewe tungakunyang'anya. Yaani fundisho kwa watu wengine. Hamna wewe au mtu mkate nywele zake na tupate ile kumbukumbu. Yaani hata kisu. Mtamkomesha sasa, unataka kukomesha wewe. Nimekufanyia makusudi, sina kukufanyia makusudi. Achani kama mimi. Nimetia gharama, nimeenda kubondi, nimelitoa weaving usiku. Tunamnyoa huyu leo. Sasa mna mfumo wa nywele ndio nini jamani? Awe na nywele kama mimi. Mwacha kwa hivi alivyosuka kapendeza, unataka apendeze kapendeza zimependeza. Kwa sasa mna mfumo wa nywele. Mwacha nilete kufumue ubane kama mimi. Bwana subiri kiwembe tumnyoe kazi. Hamna anayekunyoa nini utakubane kama mimi. Niache tu basi. Akuache nini umetia shoti? Yaani kuna tamaa. Mlete kiwembe kwa bei yake. Unajua bei yake. Naomba usininyoe nywele. Tunakunyoa na. Haya. Sasa mnamnyoaje jamani? Tunamnyoa hizo nywele 3. Eliza, mwambie ndugu yako asininyoe nywele. Utalifanyaje? Mimi sifanyi chochote, ila naomba mwambie asininyoe. Na gharama ulizotugea. Na gharama ulizotugea bwana ndio yake. Naomba asininyoe nywele. Naomba asininyoe nywele. Atutia aibu. Nakuomba, naomba asininyoe nywele. Acha na sisi tumtie aibu akaeke na mtu beseni. Msipelekea kaninyoa nywele. Usininyoe nywele. Kata hivi zimesukwa. Zimesukwa nini? Nitamkata nini? Sisi tunaenda kusawazisha saluni. Hela una unataka. Haya, yafanye. Nyoa hizo nywele. Na nyoa ndio. Haya, nyoa. Mbona unanishika? Unadhani nashindwa mimi kukunywa? Ushoga umekuwa uhasama. Ushoga tena shoga wao wanamnyoa nywele, shoga wao wamempokonya simu, wakataka kumnyoa nywele, wakamchania dira, nikamwambia nywele zake jamani msimnyoe na wala msiendelee kufanyaje. Kumchania lakini simu ndo akawamengangania mpaka wamechukua. Mwenyewe akasemaje?
kama vipi basi tuende tukaandikishane polisi, akawa yuko tayari sasa kulipa hizo gharama ambazo wanazisema hao wenye shughuli kwamba umenitia hasara, nimepika, nimeita mziki, nimeita MC, nimealika watu mtaani wananicheka. Kwa hiyo nilipe gharama zangu. Fedha akapata, maana sikia wamecheka majirani, walivaa sare ya kuwacheka sasa. Baada ya ile tukio majirani pale mtano kwa najida, beseni linakuja linatoka kwa shoga yake iko uwanja ndege, njia panda Ulaya, beseni alijaja. Mama wakavaa madira wakaenda kucheka mpaka wanadondoka chini. Beseni imetoka njia panda Ulaya. Lichane. Yaani wafanya vyovyote unapotaka wewe. Utanifanyaje? Usikufanye chochote. Mwache achane. Chana. Niweke uchi kabisa yeye. Niweke uchi. Umelizika? Sijalizika, nataka ukae uchi. Mwache achane. Azidi huyu sio mara ya kwanza, sio mara ya kwanza. Mwache, mimi sina lolote. Sina chochote. Una pakula una. Asante mama. Asante. Mwache, mimi sina pakulala, sina pakula nini, maisha yote na wewe. Ndio kama hivyo nilivyokuambia. Nimeshindwa kumuelezea ujinsi hali halisi ilivyokuwa. Muelezea elewe. Labda kama atakusamehe. Lakini Manzali yeye amesema sija anataka kulipwa hela zake. Basi mimi nitamlipa 5 nusu. Kwani wewe nani mama mtoto alishakupa zawadi? Alishakukuletea kitu chochote? Hapana. Ndio wewe ulikuwa unaanza umemwahidi. Sema ukakwama. Ndio. Hapo tunakaa mwenyewe naona mume wangu, lakini Manzali kaamua kukuchukua wewe uje kunioji mimi mpaka huko kwa ajili anadai kwamba yeye amepata aibu. Basi sawa, hamna shida. Yeye kama anadai anasema anataka kulipwa, mimi nitamlipa, sijakataa. Nitamlipa hata nusu hela yake. Nitamlipa. Mimi sijakataa, sikasema nataka kulipwa. Sijakataa. Sio utapeli huo. Chakula cha kumwaga na kuja na watu pambe hatari. Sasa kile chakula kwa alisema mandondocha au ngoja kwa mandondocha. Hali ngumu kama hizo. Bwana tena kwa kibebe chakula uondoke nacho, tumekuwekea na wageni zako. Kwenye mandoo. Ndio ukachukue. Chakula kipo tumemwekea, nadhani kutoka tukibebe tumpelekee huko kwake. Tumpelekea akachukue na pambe wake. Pesa. Sidhani kama wangechukua hela kama hivyo wamewekezana kwenye kikundi wakafanya shughuli, leo yangetokea haya kutokea, kunywa nywele, kuchania na madira. Umeona na naweza nikasema kudhalilishana pia. Maana unajua ni marafiki, ni mashoga, lakini ushoga yao amemfanyia hivyo jana. Na kitu kibaya zaidi wakasema sasa kwa vile pale alikuwa ana hela, wakasema lazima waende nyumbani kwake. Wafike nyumbani kwake wachukue chochote wanachokiona kinafaa wauze ili waweze kurudisha hela yao waliofanya shughuli. Akitaka acha polisi twende tukaandikishiane. Mimi sikatai. Siwezi nikaama mimi. Angai kulipa tunaenda nyumbani kwake tunakusaminisha. Tunaenda nyumbani kwake tunakusaminisha. Ile shughuli tuliyoifanyia hii nyingine ndicho. Ngoja niwaambie. Shoga yangu poa. Leo mkienda naye kwake kama mtakuwa mnaenda kumdhalilisha. Unajua katudhalilisha pa kutosha. Hapa katufanyia ushenzi kama huo. Tunaenda uwanjani tunakusaminisha ndani kwake. Tunaona kwa watu. Shule ya kwanza ilikuwa wapi kwa Keko. Mdada wetu nasikia kakesha na muziki mpaka asubuhi. Muziki umeshinda kutwa nzima, bibi huyu kaingia mitini. Hata sikizeni niwaambieni. Nyie hapo mwacheni, fanyeni tu yani family life. Tunataka tuende kwake tukaangalie kitakutoizisha na kile. Yaani hatuendi kijinga. Tunaenda bila tumejipanga. Yaani ndio kama ambao kwa mjumbe tuingia ndani tunathaminisha yeye na mume wake watajua ataongea nini. Ana mume mwenzetu. Ana mume. Hasa jamani, kumbe ana mume. Vitu mnaenda kuchukua kuja mume wake. Atajua mwenyewe. Haiwezekani. Sikilizeni jamani, msimfanyie mwanamke mwenzenu. Azidi uso mara ya kwanza. Ngoja, atajirekebisha. Safari shoga yangu simwahidi tena mtu zawadi. Umesikia? Mtu akijifungua muache mwenyewe. Ngojani kwanza. Sikiliza nikwambie shoga. Hayo masingi tena basi. Sikia nikwambie mama nani? Huyu mwanamke mwenzenu jamani. Kwa hili lilotokea atajifunza kutokana na makosa. Msene mpaka kwa mumewe. Msameheni. Nakwambiaje mngemsamehe kwa hili shosti. Nasema hivi, huyu ndugu yetu angefanya uungwana, kweli tungemsamehe. Kitendo alichofanya sio uungwana, na watu washinda kumsamehe, leo zinatuuma. Kumsamehe kwa sio kweli. Tunaenda, dada tunaenda, wewe usimuonee huruma. Wewe umekuja kazini hapa tunaenda.
Hatari. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawaje wakafanikiwa kwenda? Wakaenda Na wakavichukua mpaka nyumbani. ulienda nao je? Katoka pale safari uwanja ndege nyumbani kwake huyu kwa mume wake. Kufika kule mume hayupo, mlango umefungwa. Watu wakafungua, ikabidi sasa mjumbe awepo. Wakauvunja sasa. Mjumbe akawepo pale, wakavunja mlango, wakaingia ndani. Sema mjumbe akasema hamuwezi kuchukua kitu chochote kwa sababu huyu ana mume. Hivi vitu inawezekana vya mume wake. Cha kufanya atoe nguo zake, awape nguo zake mwenyewe. Awape hizo nguo kama mnaweza kwenda kuziuza au mtakaa nazo mpaka atakapo warudishia pesa yenu. Mambo mengine yataendelea, lakini kusema kwamba eti mchukue vitu wakati huyu ana mume wake, hilo jambo haliwezekani. Kwa maana hiyo akashindwa kuchukua vitu. Wakatolewa nguo za yule dada zilizokuwepo, nguo zake, lakini hata hivyo nguo zenyewe walivyoziangalia pia wakaona kwamba kama hazifai. Wakaziacha. Wakaondoka. Akiwa akasema tunataka twende kabisa, wanataka wakafungue kitanda, wachukue godoro au kama ni kabati au kama ni kitu chochote cha gharama, wafanye nini, waondoke nacho wauze, warudishe pesa yao. Ushoga mjini huo. Kisa ameahidi Hajatokoyogea kwa nguvu zako zote kweli kabisa, umeshindwa kuwazuia. Mimi nilijua ungefanikiwa kuwazuia. Kwanza mimi naomba nizungumze kiukweli kabisa. Natamani ningelikuwa mume afu ndo mngenikuta nyumbani. Na mume hakuwepo, na hapo haijulikani mume angekutwa ingekuwaje. Mimi natamani kweli mume ndo ningekuwa mimi afu mngenikuta nyumbani. Nyumbani afu yeye ndo mmejileta nyumbani kwangu. Kwanza mpaka dakika hiyo kuvunja mlango, na huyo mjumbe ana akili kweli? Na mimi nimemwaza mjumbe. Mjumbe ana akili kweli. Nimemwaza sana mjumbe. Wale walikuwa wanaona kama shoga yao. Mamlaka hayo mjumbe kayatoa kwa nani? Kwanza hata huyo aliye kwanza kiukweli kabisa huyo dada kwanza maskini Mungu sijui ndo uwe moyo wa huruma au si ndio pole sana kilichofanyika hapo. Dada kwanza wamemdhalilisha, na mimi namshauri awahi haraka sana kwenye vyombo vya sheria. Kilichofanyika chote ni udhalilishaji. Alafu huyo dada yeye ndo afahamu ya kwamba yule mwenye shughuli yeye ndo mjinga namba 1. Kwa sababu gharama alizotumia ilikuwa inatosha yeye mwenyewe kununua vitu vya mwanae. Sanduku angenunua. Na lingetosha. Kama wanawake wa mjini tatizo wanapenda sana. Sasa mwenzako haja kufanyia, wewe ulikuwa unasubiria ufanyiwe usumu hapa watu wenyewe ubwabwa. Si washakula ubwabwa. Si ushamaliza shughuli yako. Hiki kingine si umekosa. Kwanza papa ibidi atokee shoga yake tena amtunze tena. Amfute machozi. Wewe huyo dada una namba yake ya simu? Ngoja nikwambie kitu Musa. Huko unakwenda kwa mjumbe na kuelewa kabisa. Huku ulikosema kwamba wamemdhalilisha huyu mwenzao, wamemdhalilisha kweli. Ila tukija kwenye yule dada kuingia gharama zile kufanya yote, ilikuwa zile gharama ajinunulie mwenyewe. Unajua kwenye shughuli sione kama kulikuwa kuna tatizo, kwa sababu we haujui shughuli zetu. Mimi unaniambia nakuletea yani ndo shughuli zetu, sio tatizo. Tatizo limekuja. Kama wewe nakuletea beseni. Alijaja mlikuwa mna mkataba kwamba ni lazima nifanye. Mkataba ulikuwa wapi? Mimi nilitoa ahadi. Ndugu yangu shughuli zetu zina mikataba. Mimi nilitoa ahadi tu kwamba nitakuletea nini? Zawadi. Mimi sijapata zawadi hiyo ya beseni. Sasa hiyo kauli hajatoa. Sijapata beseni, sijapata bakuli. Ndo hajasema. Sasa kukaa kimya nako pia ni jibu. Msilete mambo yenu hapa. Hayo umelazimisha sasa. Mimi sijalazimisha, kukaa kimya ni jibu. Musa, ngoja nikwambie taratibu. Ngoja kidogo. Alikuwa anapigiwa simu lakini ilikutwa nzima. Mpaka mchana wanawasiliana. Mpaka jioni. Anamwambia niko hapa na Kigoma, nimeenda kufuata Kigoma na kuja. Haliwezi kuwajibu tu. Na unasubiria, si ndio? Na umezidi kusubiria na hajatokea. Musa, huyu shoga, huyu ambaye alikuwa na beseni angetoa taarifa hizo kwamba sina. Nasema hivi, mimi ndio shoga, taarifa hajatoa. Mimi nilikuwa naenda bado kutafuta Kigoma. Nisikie, bado naenda kutafuta Kigoma. Na beseni nikipata. Beseni sina, bakuli sina na kikombe sina. Umeelewa vizuri? Nikapige kimya pap. Nyinyi hamjajiongeza. Sasa walikuwa wanazungumza naye kwenye simu tatizo sio kujiongeza, tatizo tu. Kubaliana kwamba wewe ufanye shughuli 500 na mimi nisipoleta beseni gharama ni juu yangu. Sasa ndugu yangu shughuli zetu hazina. Sasa kama hakuna makubaliano hayo, ngoja Musa, nyinyi power ya kudai mlitoa wapi? Ngoja nikwambie kitu. Ndio maana narudia tena. Mwanzo malalamiko yako ulivyoenda kwa mjumbe na vitu kama mimi nakwambia uko sawa, lakini huko kwenye shughuli zetu tuachie wenyewe. Hatunaga hiyo mikataba. Wakina mama Shibai kabisa. Usituchoshe, mikataba inatoka wapi? Wewe hamwezi mkatumia mabavu inchi na taratibu zake. Sikiliza, ngoja ahadi ni deni baba Shibai. Ngoja nikwambie. Subiri nikwambie. Nisikilize kidogo. Kwani sisi tunakataa huyu amemdhalilisha? Umeelewa? Ana kesi ya kujibu. Kwanza kumwendea kwa mumeo mwenzie atakumvunjia ndoa yake na matatizo kama hayo. Mjumbe naye kuingia kwa kama amechemsha.
Lakini huyo mume hajachukua tu mpaka leo. Hatujui ni jana akuwa amerudi muda ule. Yani huyo mume naomba nikwambie kama ananisikia. No, mume kama ananisikia huo ni udhalilishaji mkubwa. Nawaambia jamani nyinyi msameheni shoga. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu huyu dada ambaye watu wamemwendali kwa mumewe kama anakwenda kushtaki ana haki vibaya mno kulikoni nyinyi hamna cha kushtaki mnajua. Uwezo kwenda polisi kusema eti nimekuja kwa sababu tumeingia gharama hajaletea. Kesi hiyo inatoka wapi? Yule ana haki sana ya kushtaki. Umeelewa? Lakini na wewe unamwahidi mtu beseni jamani. Mimi ndo mngekuja kwangu pale ge. Ningewakaribisha kwanza getini mgenge wote ndani. Kuja kuchukua vile vitu. Alafu ndo ningelifunga geti langu. Mikwaju. Siwapigi ngumi gea. Fimbo ndo apiga kwa maneno. Gea. Kama huna uwezo wa kufanya shughuli usitafute heka. Huo ndo ushauri ambao mimi natoa. Wewe uwezo una, kwani unamtia mtu gharama? Una uwezo usiseme. Jamani, usimpe mtu jukumu kumwambia mimi nakuletea, watu wanajiandaa. Alafu mimi nahisi pia kuna jambo moja nimeligundua, yule dada walomkwamisha pia ni watu, kwa sababu tulipofika pale katika kuzungumza na majirani, mama mmoja akasema mimi amenialika na aliniomba nimnunulie kuku na mkungu wa ndizi. Nikamnunulia kuku. Na dada mwingine akasema mimi aliniomba nimnunulie baby show. Sasa nilikuwa nimemfuata nimpe lakini hakuwepo. Kwa hiyo yule dada ambaye alikuwa anataka kupeleka beseni, naona aliwaomba watu wamnunulie vitu na watu nao wakawa wamemkwamisha. Unajua mambo magumu. Kila mtu akawa amekwama kivyake. Sawa sawa. Mimi naomba niseme bado narudia tena, huyu dada hajafanya kosa lolote, walofanya kosa na waliokwenda kuvamia nyumbani kwake. Ni sawa sawa na wale wengine ambao wenye mawazo haba, mtu alikuahidi mchango wa harusi hajatoa mpaka siku unakwenda kuoa tu unamnunia mshikaji wako. Hajakutuma kwenda kuoa. Alitoa ahadi, kama alishindwa kutimiza ahadi kwa sababu mbalimbali hali kila mmoja anaiona.